Hello, habari, kwa majina naitwa Dr. Mary. Karibu sana katika darasa hili ambalo leo ninaenda kufundisha mambo makubwa, mambo mazuri, mambo matamu ambayo hujawahi kusikia popote, hujawahi kufundishwa popote. Labda usikilize hapa na kutazama chaneli yangu ya Dr. Mary. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mara ya kwanza unatazama video hii, na kuomba subscribe, share video hii, ulike na kutoa maoni yako kwa kile ambacho nitaenda kukufundisha kwa leo. Na hata kama uliwahi kutumia njia ambazo nimekuelekeza katika madarasa yote hapo katika hii chaneli, basi tunaomba utupe ushuhuda wako na utuletee nini ulifanya na kikakupa matokeo gani. Mpendwa mtazamaji, tunaenda kujifunza namna kutumia miti katika kusafisha miili yetu, kuongeza mvuto, kupandisha nyota na kuinua nuru na mwangaza katika miili yetu. Moja kwa moja naenda kufundisha namna kutumia huu mmea hapo ambao unauona katika video. Huu mmea unaitwa mzigizaga. Huu mzigizaga ni mmea ambao umekuwa ukitumika sana katika changamoto za mvuto. Lakini mzigizaga huu unaouona, majani yake ukiyatwanga yanatoa rangi. Rangi yake ya huu mzigizaga yanatoa rangi ya zambarau. Rangi ya zambarau ambayo ukipaka katika mikono yako basi unapendeza na kung'ara. Huu mzigizaga unafanana kama mti wa mhina kwa matokeo ambayo yapo katika majani yake. Kwa hiyo mzigizaga ni mti mzuri sana katika urembo pia, ukitwanga majani yake na ukapaka katika vidole, unatoa rangi nzuri sana. Lakini pia huu mzigizaga ni mti ambao mbegu zake hizi unazoziona ndefu ndefu hizi mbegu ukimenya vitunda vyake vya ndani ukachanganya na asali, ukaweka katika chombo hata kama ni chupa, basi huu mzigizaga unatoa moshi. Yaani huu mzigizaga ukachanganya mbegu zake na asali afu ukatia katika chombo. Huu mzigizaga ni mmea wa maajabu sana ambao unakuwa unafoka sana katika chupa ambayo umeiweka. Kwa hiyo unakupa mvuto, na hata ukipaka katika mikono yako ukanuia vizuri, basi kila unayekutana naye atakupa habari njema, atakupa mambo mapya mazuri ya mafanikio. Kwa hiyo huu mmea wa mzigizaga ni mmea ambao una nguvu ya kiroho, nguvu ya ufunuo na kuinua mafanikio ya mtu endapo wewe utatumia mzigizaga wako vizuri, na utakupa matokeo mazuri. Pia mzigizaga huu mizizi yake inatumika katika kutatua changamoto ya chango kwa wale wanaosumbuliwa na chango na wale ambao wanasumbuliwa na ngiri, yaani iwe kwa mwanamke au ni kwa mwanamke, changamoto yote ya uzazi ambayo inaambatana na maumivu ambao ndio tunaita chango, na kwa wanaume tunaita ni ngiri. Kwa hivyo changamoto hizo zote huwa zinatatuliwa na mizizi ya huu mti. Inafanya vizuri sana kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa mzigizaga huu ukiushika tu unapiga makelele vizuri, yani unalia kama vile mtu ambaye anapiga kengele au ngoma. Mbegu zake zinavyo ukizichekecha hivi zinakuwa zinaleta furaha, zinashangilia, zinatoa sauti ya kushangilia. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, katika darasa hili la huu mmea umejifunza namna ya kutumia mzigizaga na utakuletea matokeo mazuri. Chuma vimbegu vyake, kavisaga, uchanganye na asali, paka mikononi au usoni kwa kunuia kuleta bahati na kufungua milango ya mafanikio. Utapata mafanikio mazuri na utakuwa maisha yako yameinuliwa. Na kuomba subscribe, share video hii, toa maoni yako kwa kile ambacho nimekufundisha kuhusiana na hili darasa. Mpendwa mtazamaji, mimi ni wako Dr. Mary, mtafiti wa miti na tabibu wa tiba asili.
Kama wewe unasumbuliwa na changamoto ya maradhi ya tumbo, kifua, kiuno, mgongo na kusumbua, miguu inakuuma, wewe unaosumbuliwa na changamoto za kiroho, unaota ndoto mbaya, unakuwa usiku unashtuka, hulali kwa raha, wewe ambao umekuwa ukisumbuliwa na vitu kutembea ndani ya nyumba au katika juu ya bati, ukilala hulali vizuri unasikia makelele, kwa wewe unaosumbuliwa na kukosa kazi, kazi umetafuta kwa muda mrefu hujapata kazi, niko hapa kwa ajili ya kukusaidia changamoto yako na kukupa tiba sahihi. Bonyeza alama ya kujumlisha 255787232081. Utaweza kunipata, tutaweza kushauriana na kusaidiana changamoto ambayo unayo. Utanipata WhatsApp na kawaida popote ulipo, uwe nje ya nchi au uwe Tanzania. Tutaweza kuwasiliana kwa uzuri kabisa. Mpendwa mtazamaji, tutaonana katika video nyingine. Nikutakia